Ninakusalimu katika jina la Kristo na ninaamini unaendelea vizuri na naamini pia umebarikiwa kwa masomo ya juma la maombi la vijana, ushirikiano katika vitendo. Mimi binafsi nimebarikiwa kwa sehemu ya masomo haya, sehemu kubwa kabisa nimebarikiwa, na ndiyo maana nikasema ya kwamba kwa sababu niliona ni masomo mazuri, nikasema basi ni share na marafiki zangu walioko online. Hata kama ni mmoja, hata kama ni wawili, kama ambao tulijifunza katika somo lililopita, utume katika wakidigitali, ya kwamba hata kama una watu wawili, una mtu mmoja, share naye neno la Mungu. Usijali hata kama kuna comment, hakuna comment, wewe share. Kuna watu wanasoma ujumbe wako na watakutumia hata pongezi na kutia moyo. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye hitimisho hili, basi kukaribisha Roho Mtakatifu ili kuweza kuelewa neno hili, naomba tuweze kuomba kukaribisha Roho Mtakatifu. Bwana, nakushukuru sana kwa wakati huu ambao umetupatia tena tunapoenda kuhitimisha somo hili. Ninaomba baraka zako ziweze kuwa pamoja nasi na umbariki mpendwa msikilizaji, lakini yote ambayo tumejifunza wiki hii sisi sote tukaweke katika vitendo kama ambavyo somo kwa ujumla limeweza kutuelewesha. Kwa hiyo neno lako likaendelee kutubariki tena katika siku ya leo, katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina. Somo la leo ambalo linahitimisha juma la maombi la vijana linasema harakati za vijana katika vitendo. Harakati za vijana katika vitendo. Ni kweli kabisa, vijana wana harakati nyingi, wana mambo mengi ambao wanayafanya katika dunia hii, lakini tukianzia tu mwanzoni mwa masomo haya tunaelekezwa ni muhimu katika harakati zetu zijengwe katika misingi ya neno la Mungu. Na kwa mfano si Waadventista wa Sabato tunaamini katika Biblia na roho ya unabii. Kwa hiyo sisi Waadventista wa Sabato, vijana wa Kiadventista wa Sabato, of course mimi nimetoa katika ule umri wa vijana wa kawaida na forte inaelekea forte zaidi na juu, lakini bado ni kijana na napenda kuitwa kijana. Ni kwamba tunapaswa sasa harakati zetu kuzielekeza katika misingi ya neno la Mungu ambao ni Biblia na roho ya unabii, kwa kuifanya kazi yake kuweka katika vitendo. Kwa maana ya kwamba hatupaswi kufanana na ulimwengu. Hatupaswi kufanana na ulimwengu. Hatupaswi kufanana kabisa na ulimwengu, kwa maana sisi tumeitwa kuwa nuru kwa ulimwengu. Kwa mfano, tuko kwenye dunia ya globalization. Hii dunia ya globalization ni mbaya sana ya utandawazi. Kinachofanyika leo Marekani kinafanyika Tanzania. Kinachofanyika Dar es Salaam hii kinafanyika kule vijijini. Mimi bahati nzuri nimebahatika kuchunga mjini na vijijini. Hata nikiwa mwanafunzi wa uchungaji, wakati ninafanya ministerial practicum zangu, sikuwa napenda sana, nilifanya na kanisa la Alasiri lilopo Eldoret nchini Kenya. Sikuwa napenda kusali hilo kanisa lilikuwa mjini, lakini nilikuwa napenda kutembelea makundi na matawi ya shule ya Sabato. Na hata nilipokuwa chuoni hapo Baraton, mara nyingi sikuwa napenda kusali pale kanisa la chuoni pale. Kuna makanisa mawili, lakini sikuwa napenda kusali pale. Mimi nilikuwa napenda kutoka nje, kwenda na outreach, tunaenda tunahubiri huko tulikuwa tunaenda tunahubiri huko, tunapeleka injili. Sasa wazo langu ni hili, ya kwamba katika ulimwengu huu tunapaswa kuwa tofauti. Sisi tunapaswa kuwa tofauti katika harakati zetu, uvaaji wetu tunapaswa kuwa tofauti. Tunapaswa kumwakilisha Yesu. Biblia inaposema vaa mavazi ya kujistiri, vaa mavazi ya kujistiri. Usiseme mimi nimetokea, mimi nimeishi Marekani ama nimeishi wapi. Hata kule pia wana uvaaji wao wa mavazi ya kustiri, na kila vazi lina mahali pake. Ipo siku pia nitalifundisha hili somo.
kila vazi lina mahali pake. Kuna mavazi ya kuvaa wewe ukiwa na mwenzi wako wa maisha, kuna mavazi ya kuvaa kwenye klabu, kuna mavazi ya kuvaa ukiwa kwenye majumba ya starehe ambazo ni klabu, kuna mavazi ya kuvaa ukiwa kanisani, kuna mavazi ya wakati wa joto, kuna mavazi ya wakati wa baridi. Yaani lazima uelewe hivi vitu, lakini wazo kubwa likiwa ni kwamba lazima uvae mavazi ya kujistiri, na mavazi lazima yazingatie tamaduni. Yaani hilo ni jambo la muhimu sana, lazima yazingatie tamaduni. Hata tunapokuongea kwetu, lugha zetu ziwe ni lugha zenye upendo. Mwenendo wetu tuenende katika Kristo. Katika kuongea kwetu, hata elimu tunazozipata za hapa duniani zisituondoe katika uwepo ule wa Mungu. Kwa mfano Danieli na wenzake walisoma elimu ya Wakaldayo, lakini ile elimu haikuwabadilisha wao. Wao walipata tu elimu, lakini walibaki na tabia yao ile ambayo walifundishwa nyumbani. Ndio maana hata katika ulaji wa chakula walisimama vizuri, wakasema si hatuwezi kujitia unajisi na chakula cha mfalme, kwa sababu walikuwa wanaelewa chakula chenye afya kinapaswa kuwa hivi. Sio hivyo tu, yani hata pia hawakumwabudu Mungu ule wa Babeli, hawakuabudu miungu ya Babeli, kwa sababu walitambua ni nani ambaye wanamwabudu, watambua nani ambao wanamwabudu. Kwa hiyo wito, pamoja na kuwa na harakati nyingi, unataka kuvaa kama wa dunia, unataka kuimba kama wa dunia, hata utakapotaka kuimba, imba nyimbo zinazoendana na, usiimbe tu kama maburudisho. Imba nyimbo ukimtukuza Mungu, zikibadilisha, maana wewe pia ni mhubiri kama mimi. Kwa hiyo imba ukimtukuza Mungu, imba ukijua kabisa unahubiri kwa niaba, unazungumza pale kwa niaba ya Mungu, katika kuimba kwako, katika kuvaa kwako, katika kusema kwako, katika shughuli zako unazozifanya. Fanya ukijua ya kwamba unafanya kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo harakati zetu tunazoziweka zetu kama vijana, tuziweke katika vitendo, lakini tumtukuze Mungu wa mbinguni. Timotheo wa kwanza sura 4:12 ina mambo kama 5 hivi kwa kielezo. Kwa mfano, kuna usemi, kuna mwenendo, kuna upendo, kuna imani na usafi. Vitu hivi ukiviangalia vizuri, mambo haya Yusufu aliyasimamia vizuri. Aliepuka jaribu la uasherati, uzinifu. Leo wako vijana wanaishi kama mme na mke kabla ya ndoa. Hiyo ni against the Bible. Yaani anaishi kama mme na mke kabla ya ndoa. Yaani hawaoni shida. Yaani wanaona ni kitu cha kawaida, lakini hiyo ni dhambi. Na wengine wanaimba, maana yake ni kwamba huyu kijana hata katika usemi wake, katika mwenendo wake, katika imani yake, katika usafi, hamwakili haonyeshi kielelezo. Natoa mfano ambao ni current kule Kenya. Huyu niliutolea pia mfano wiki hii. Huyu kaka ambaye alikuwa na mtoto na mke wake na watoto kabisa amezaa naye, akamwacha, akamtelekeza, akaenda kuanza kutongoza binti wa miaka 16 kwa muda wa miaka 7-8, na mpaka kumsomesha. Tena wakawa wanaimba kwaya moja, wanashiriki kwenye kwaya moja. Huyu binti alipogundua sasa amemaliza shule, amegundua huyu mwanaume ana familia na ana watoto, akamkataa. Na kilichotokea, yule kijana akaanza kumtendea ubaya, na jaribu la mwisho akatuma watu wamwagie tindikali, sasa asidi kwenye uso wake. Sasa unaona hao wote ni Waadventista, ni wa imani, lakini tayari wameingia kwenye mahusiano yasiyofaa, hayafai, yasiyo na afya. Wamedanganyana, alafu tena wameumizana. Kwa hiyo hawakuwa kielelezo, na hata wamekuwa wakiishi kama mme na mke. Alafu sasa unaona tena wanaingia na wanaimba na kwaya tena kwenye vikundi hivi.
Sasa mimi nataka nikuhakikishie ya kwamba ni vizuri wewe ukauishi ule Ukristo, harakati zako za ujana wako ukamwakilisha Yesu vizuri. Katika masuala ya mahusiano msiumizane kwenye mahusiano. Katika uimbaji, imba ukijua unamtukuza Bwana, unamwakilisha Bwana, haumwakilisha mwanadamu pale. Unahubiri kwa niaba ya Mungu. Wewe ni sawa na yule mhubiri wa Injili. Na nilikwambia kabisa hubiri lile la pale kwenye pulpit ni kama 0.0 ama 1 ya maisha yako. Hubiri kamili ni mtindo wako wa maisha, unavyoishi, vile unavyoimba kwa msemo wako. Je, ndivyo unavyoenenda? Unaimba upendo, unapenda watu, inawakilisha imani yako, inawakilisha usafi wako wa tabia. Kwa hivyo sisi kama Wakristo, kama vijana, katika harakati zetu za maisha, ni muhimu sasa tukaweka vitu hivi katika vitendo, sio kwa kutenda dhambi, sio kwa kutenda dhambi, ila katika kumtukuza Bwana, katika kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Tukiingia kwenye mahusiano, tuingie katika mahusiano safi ambayo sio ya kuumizana. Tukiimba, tuimbe, tusiimbe kwa kufanya biashara. Tuimbe tujue kwamba zile nyimbo tunazoimba tunapaswa kuziimba kwa kuzingatia taratibu za uimbaji ili kumtukuza Mungu na sio mwanadamu. Sio kwa ajili ya competition, ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tunapofanya kazi hii ya Mungu, tunaposaidia watu, tufanye kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Unafanya kazi, fanya kazi kwa muda wa siku 6, ya 7 pumzika. Sio kila siku wewe ni Sabato. Fanya kazi, usicheze beti. Wewe hujaitwa kucheza michezo ya beti. Wewe umeitwa, achana michezo ya beti. Kwanza hata zaka na sadaka usitoe zinazotokana na michezo ya beti. Fanya kazi kwa muda wa siku 6, hata kama unauza mkaa, hata kama unauza karanga, hata kama yani hata kama unafanya kazi tu ya kawaida ndogo lakini iliyo ya halali. Hiyo fanya kazi, itolee zaka na sadaka na Bwana atakubariki. Usiende kwa wachawi, usiende kwa washirikina, usidanganywe. Fanya kwa bidii. Hata kama ukiwa ni mwanafunzi, tafuta muda wako binafsi muda ambao uko free, jishughulishe, fanya vibiashara, fanya hichi na hichi. Hata wakati wa likizo nenda ulime. Ukiona kama maisha hapa mjini ni magumu, nenda pembezoni mwa mji, nenda. Bwana atakutumia. Kuna maeneo hapa unaweza ukasema Dar es Salaam unanunua milioni 5, kule unaweza kununua kwa milioni 1. Nje ya miji unaweza kununua hata kwa 500,000, eneo zuri, na ukaanza kufanya shughuli zako na Mungu akakubariki. Kwa hiyo ukapanga msimu huu kwa mwaka, kuna msimu wa kibiashara nafanya, kuna msimu wa kulima, kuna msimu wa kufuga na kuna msimu wa mambo mengine. Hivyo Mungu ataweza kubarikia. Unaweka vitu wako katika harakati zako katika vitendo za maisha. Lakini ukiingia pia kwenye ndoa, hakikisha kama nimesema, kama hauwezi bora usubiri, utulie, maana mahusiano ni hatari sana. Kwa hivyo pia katika utume, maana ushirikishaji katika vitendo, katika utume, mimi nilikupa mfano. Mimi nilibatizwa 2003 mwezi wa 10 nikiwa mshiriki wa kanisa la Ilala. Lakini baadaye nikasema karama yangu haiwezi kukua hapa. Nikahamia Makongo Juu, nikapata watu pale wakakuza karama yangu, wao wenyewe wakaniona pia naweza kuwa mchungaji, na wengine baadaye nikawa naenda Magomeni pale wakaona karama yangu nafaa kuwa mchungaji na wakanisapoti, na nikasoma, leo ni mchungaji. Siwezi kusema na ukamilifu, lakini ni mchungaji. Kwa hiyo badala ya kung'ang'ania kukaa kwenye makanisa makubwa haya, nenda kwenye vikanisa vidogo vidogo. Kwa mfano nitolea hapa Dar es Salaam kuna kanisa nikapenda sana, naitwa Togo. Kapo Kinondoni tu hapo. Kabla ya kufika kanisa la Kinondoni lenyewe kuna kanisa la Togo pale. Kale kanisa ni kadogo lakini kana watu wachache. Ukisali katika kanisa namna hiyo, karama yako ni rahisi sana kutumika. Kama ni muimbaji, kama ni uongozi, kama ni nani,
unaweza ukafanikiwa ukatumika. Kama una karama ya uchungaji, inaweza ikatumika na ukafanya uchungaji ama uinjilisti kwa njia nzuri zaidi. Kwa hiyo usinganie tu kukaa mahali ambapo karama na vipawa vyako havitumiki. Nenda mahali ambapo utakuwa mfano mzuri, utakuwa kielezo mzuri katika usemi, mwenendo, upendo na imani na usafi katika Kristo. Inawezekana. Umebarikiwa, umepata kazi kule ulipo, kuwa mfano mzuri katika biashara zako. Kuwa mfano mzuri. Usiwe mtu wa rushwa. Tunataka vijana ambao watakuwa kama kina Danieli, kina Yusufu, kina Esther. Tunataka mifano ya vijana ambao wataweza kuibadilisha dunia hii kwa njia ya vitendo, sio kwa kutenda dhambi, lakini kwa ajili ya kuweza kumtukuza Mungu wa mbinguni katika kila ambacho wanakifanya, kuanzia mavazi, kuanzia usemi, kuanzia mwenendo. Unaweka mavitu kichwani ya ajabu, unachafua kichwa lako kichwani la ajabu. Lakini kwani ukiwa hivi jinsi ulivyo Mungu amekuumba, ukajitunza tu vizuri, ukajipamba kawaida kama walivyojipamba watakatifu wa zamani, unapata hasara gani? Unapata hasara gani? Kwa hiyo kuwa kielezo vizuri kanisani pale, tumika. Na mimi hata na si wale watumishi wenzangu, hakuna haja kwa ibada za Jumatano ama Ijumaa kualika watu kwenda kutoka nje. Kuuza karama za ndani pale, kuuza karama za ndani. Sisi wengine tulikuwa kwa njia hiyo tu. Huko zamani nilipojiunga kanisa hili, walikuwa wanatumia tu washiriki katika ibada zile za Jumatano, Ijumaa, na hata Jumamosi ilikuwa ni lea sana kupata wageni. Karama za ndani kuzikuza, unakuza karama, hivyo ndivyo zinavyokuza. Mimi niseme ya kwamba katika kuhitimisha somo hili, harakati za vijana katika vitendo, ni lazima sasa tuingie katika utume wa vitendo. Kule kwenye mitandao ya kijamii, unaitumiaje mitandao ya kijamii? Wewe unao marafiki wengi, tengeneza grupu lako, tengeneza chaneli yako. Sio dhambi, sio makosa. Tengeneza. Kanisa limehamia kule, kanisa limehamia kwenye mtandao. Ile kwenye stata yako wa WhatsApp unaweka ujumbe gani? Una watu wengi ambao hata sio wa imani yako, ambao ni ndugu zako. Kwa mfano mimi hapa na ndugu zangu Waislamu na namba zao kwenye WhatsApp, wanasoma ujumbe ule, mimi nitokea Uislamu. Kwa hiyo wanasoma ujumbe na wao wanabarikiwa. Weka neno la Mungu humo, tumia mitandao ya kijamii katika kumtukuza Bwana, kumtangaza Bwana, na kanisa limehamia hivyo. Wala usione aibu. Whether mtu amecomment, haja comment, amelike, haja like, we share neno la Mungu. Vitu vya neno la Mungu huwa hawavishabiki sana. Lakini mkaweka kitu cha kuchekesha, watu wanakishabikia na hata wanaweza kuweka comment na kuwa na view nyingi. Lakini neno la Mungu ni wachache, linasikizwa na watu wachache. Kwa hivyo tumia mitandao ya kijamii kumtangaza Yesu kama ambavyo tumejifunza wiki hii. Lakini muhimu kumtukuza Bwana katika maisha yetu, na kumbuka kabisa katika harakati zetu za vijana katika vitendo, kumbuka ubiri kubwa kuliko lote katika maisha yako ni maisha yako wewe, mwenendo wako, maisha yako binafsi, unavyohusiana na majirani zako, kule kazini, kule shuleni, kwenye vyuo vya kati, vyuo vikuu. Yaani jinsi unavyohusiana na watu, unahusianaje na watu? Ukilielewa hili utafanikiwa. Timotheo alifanikiwa. Ndio maana Paulo akawa very proud na yeye. Akamweka kwa kiongozi wa kanisa. Akachunga kanisa, akalea, kwa sababu alikuwa na mfano mzuri. Hata ukiwa ni mfano mzuri, Mungu mwenyewe atakuweka mahali ili kuweza kuliongoza kanisa lake. Kwa hivyo sisi tutumike, tuwe waaminifu, tuwe mfano mzuri katika mienendo yetu, katika misemo yetu, katika imani. Tuwe waaminifu na Bwana atatutumia kwa kadi ya utukufu wa jina lake. Kwa hivyo mimi nakutakia maisha mema ya utumishi na somo hili ambalo limekuja la ushirikiano katika vitendo, tuliweke katika vitendo.
Dunia hii inahitaji watu ambao wataweza kusimama kwa kulitangaza neno la Bwana, kuwa mfano mzuri, kama ambavyo Timotheo alikuwa mfano mzuri, ambaye alikuwa kijana kama vile Paulo, lakini pia kama kina Danieli, kina Yusufu, kina Esther na wengine katika mifano mizuri katika Biblia walimtangaza Yesu. Bwana akubariki ukiwa kule kwenye vyuo vikuu. Tumejifunza wiki hii kwenye vyuo vikuu kule, unayo fursa. Kwanza hata kanisa limeelekeza kabisa pale vyuoni ndipo kanisa linapaswa kuwa, sio mahali kwingine. Yaani kama umepewa huduma za vyuo vikuu tofauti, kama umepewa masaa mawili, yatumie kufanya ibada. Hata kama lisaa moja, litumie kufanya ibada. Maana Mungu amekupa hiyo nafasi. Wewe ikiwa ni mwalimu, ikiwa ni mfanyakazi, tumia huo muda ambao umepewa. Serikali imekupa fursa. Hata kama ni Jumamosi umepewa masaa mawili, matatu, manne, hayo masaa mawili, matatu, manne usiyapoteze, utakuja kuyakumbuka. Maana Mungu amekupa fursa uabudu hapo, ufanye ibada hapo kwa masaa kadhaa, alafu uendelee na mambo mengine. Hiyo ni fursa, itumie katika harakati zako, weka katika vitendo, tengeneza program, tengeneza Sabbath school, tengeneza shule sabato za wageni kwenye vyuo vya kati na vyuo vikuu kwenye asa, na utaona jinsi ambavyo Mungu ataweza kukutumia kuleta watu wengi kwa Yesu. Kwa hivyo Bwana akulinde, Bwana akubarikie, Bwana na akusaidie, Bwana na akutendee mema katika maisha yako, na tuweze kuomba. Baba, nakushukuru sana kwa wakati huu kwa ajili ya rafiki yangu huyu, tunapohitimisha juma hili la maombi la vijana katika uharakati wake. Basi msaidie kuweka katika vitendo yote ambayo tumejifunza wiki hii, katika usemi, mwenendo, upendo, imani na usafi, na aweze kuinua wewe na jina lako liendelee kutukuzwa siku zote za maisha yake. Saidia na kanisa pia kuweza kuwasapoti vijana sehemu mbalimbali, hata waliopo kule kwenye masekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu, ili wakaweze kuwa ni mfano mzuri katika kuifanya kazi yako. Wawape support na walipeleke kanisa huko, ili ya kwamba Bwana waweze kuwahudumia walimu na wafanyakazi, wahudumia wafanyakazi wenzao, na walimu, wanafunzi wahudumia wanafunzi wenzao, na utukufu wako uweze kuonekana huko. Zaidi ya yote Bwana, neema yako iwe pamoja nasi katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Bwana akubariki sana.